Hivi karibuni kumekuwa na mvutano ambao unaendelea, na huu ni mvutano ambao ulikuja baada ya Suma Mnazareti ambaye kwa sasa hivi ni msanii na mchambuzi wa burudani kutokea hapa nchini Tanzania kufanya mahojiano na moja ya media, na akazungumzia vitu vingi sana, ikiwemo yeye kusema kwamba hakuwa na kubaliano na Ustaz Juma. Akazungumza vitu vingi sana, lakini kitendo cha kutaja jina la Ustaz Juma na Musoma ndiko ambapo sababu ama mgogoro huu ulipoibuka baada ya kusema kwamba Suma Mnazareti yeye aliamua kuondoka pale kutokana na vitu ambavyo yeye hakufurahishwa navyo, si umeelewa? Lakini katika kile ambacho kimekuwa gumzo zaidi baada ya Ustaz Juma na Musoma kuingia kwenye mitandao ya kijamii especially pale Instagram na kuzungumza vitu vingi sana, ikiwemo maandiko ambayo yamesindikizwa na picha ya Suma Mnazareti. Hatimaye msanii huyo Suma Mnazareti ambaye ni msanii na mchambuzi wa burudani kutoka nchini Tanzania kupitia ukurasa wake wa Instagram tarehe 16 mwezi Mei mwaka 2026 ameandika kuhusu madai ya kutaka kulipo fidia ya milioni 100 na Ustaz Juma na Musoma baada ya kuchafuliwa kwenye mitandao ya kijamii. Kupitia andiko lake, Suma Mnazareti ameandika taarifa kwa umma na vyombo vya habari. Najua wengi mlikuwa mnatamani kusikia kitu kutoka kwangu baada ya kuona video nyingi zikipostiwa na Ustaz Juma ambaye ame-mention pale kupitia andiko lake. Tuhuma alizotoa Ustaz Juma na Musoma dhidi yangu zilikuwa nzito kiasi kwamba sikuweza kuzijibu kwa kutumia mitandao ya kijamii, bali kufuata taratibu za kisheria za ndani ya nchi yetu. Aliyoyasema Ustaz Juma yameharibu utu na taswira yangu kwenye jamii na kwenye familia yangu, nikiwa kama baba mwenye mtoto mkubwa tena wa kike anayetumia simu. Leo anaona taarifa hizo za ustazi, mtoto wangu nitamwambia nini? Akamuuliza hapa na Ustaz Juma na Musoma. Nikiwa kama kaka mwenye wadogo wa kike, nikiwa kama ndugu wa watu, nikiwa kama rafiki wa watu, nikiwa kama mtu ninayefanya kazi na makampuni ya watu, maneno ya Ustaz Juma yameharibu sio tu taswira yangu kwa jamii, yameharibu mipango yangu, kazi za hela na mikataba niliyotakiwa kusaini. Kwa sababu ya kashfa hizo, dili zimekuwa cancelled. Hivyo baada ya kufuata taratibu zote, mimi na mwanasheria wangu tumetoa demand note ya kuhitaji Ustaz Juma na Musoma kunilipa kiasi cha shilingi milioni 100 na kutoka hadharani kuniomba samahani na kusahihisha yote aliyoyaongea, kufuta video zote hizo posti na kuwaomba wote walioposti video hizo kwenye mitandao ya kijamii wazifute kama inavyosema demand note. Hayo yote yafanyike ndani ya siku 7, na akishindwa kufanya hivyo ndani ya siku 7 kiapo kipo tayari. Hivyo tutakutana mahakamani kwa ajili ya kuhitaji ushahidi wa yote mabaya aliyosema. Kikubwa zaidi aliyosema ni ya uongo, hivyo tunaamini vyombo vya sheria vitatenda haki dhidi yangu. Sambazeni ujumbe huu kadri mwezavyo ili muhusika taarifa imfikie haraka huko aliko. Sasa hii ilikuwa ni andiko la Suma Mnazareti, na hatimaye baada ya kutaka watu wamfikishie muhusika taarifa popote pale aliko, hatimaye na Ustaz Juma na Musoma kupitia ukurasa wake wa Instagram ameposti picha ya Suma Mnazareti akiwa na mtangazaji wa moja ya media hapa nchini Tanzania ambako alienda kufanya interview na kuandika hivi: aisee, nilikuwa nafurahi sana walai, nilikuwa nishaanza kuwatafuta madalali wa kuuza kijumba kake, lakini una bahati sana umekuja na fake post demand. Kama kweli hiyo demand note ingekuwa halali, naamini hata hicho kijumba chako ungekiuza haraka sana. Mimi ni mastermind hapa mjini, dogo usinione najichetua mtandaoni ukaniona bwege ise. Akaweka emoji za kucheka. Kwa kweli nilikuwa nimeamini hela hizo zaja, lakini baada ya kufuatilia kwa makini nikagundua kuwa hiyo ni fake post demand ambayo haina vitu muhimu vya kisheria. Vitu vilivyokosekana ni hivi:
akaandika: moja, jina la kampuni ya sheria; 2, logo rasmi ya kampuni; 3, anwani ya email; 4, namba ya simu; 5, TIN number au registration details; muhuri rasmi na sahihi inayosomeka kwa maana ya 6. Mambo ni mengi sana yaliyokosewa, hata Kiingereza chenyewe kimekosewa, mpangilio pia hauko sawa. Kama una mwanasheria mzuri sema tukupatie. Sasa watu wa mitandaoni wajifunze kufuatilia kwa umakini kabla ya kuamini kila kitu kinachowekwa mtandaoni, aliandika Ustadh Juma na Musoma. So baada ya jibu hili Suma Mnazareti bado hajajibu, lakini ni mambo ambayo yanaonekana kuanza kufukuta taratibu kwa hawa watu ambao walikuwa karibu sana na siku za nyuma na wameshirikiana kwa pamoja, ikiwemo wimbo wa Suma Mnazareti Chukua Time, mmoja ngoma kali sana ambazo zilifanya vizuri sana, na hata mule kwenye wimbo ule Ustadh Juma alipewa shout za kutosha sana na Suma Mnazareti. Kwa hiyo kuona hawa watu wanaingia kwenye malumbano haya ni ishara ya kwamba amani tena haipo, lakini yote ya yote tusubiri kuona kwa Suma Mnazareti ametoa hiyo demand notes. Tunasubiri kuona the way ambavyo mambo yatakuwa watakapofika katika vyombo mbalimbali vya sheria ikiwemo mahakamani.